Mshukuru Mungu, sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwa kuwepo mahali hapa siku ya leo. Bwana Yesu, asante kwa neema yako, asante kwa kibali chako kwa kunipa siku ya leo kuwepo mahali hapa. Bwana Yesu, wewe ni Mungu kwangu, wewe ni baba kwangu, wewe ni kiongozi kwangu, wewe ni mtetezi kwenye maisha yangu. Bila wewe siwezi jambo lolote. Asubuhi ya leo ninakuadhimisha. Mshukuru Mungu kwa kukupa kibali siku ya leo kuwepo mahali hapa. Baba, tunakushukuru kwa neema na kibali ulichotupa siku ya leo. Tunakushukuru Mungu aliye mwaminifu kwa kuwa wewe ni Mungu kwetu, Bwana. Asante Mungu aliye hai. Mshukuru Mungu kwa kuwa amekupa kibali ya siku ya leo. Mshukuru Mungu kwa kuwa ingelikuwa usingekuwepo mahali hapa siku ya leo, lakini kwa sababu ya huruma za Mungu aliye hai ndio maana uko mahali hapa. Muadhimishe Mungu aliye hai asubuhi ya leo kwa kumpa sifa na heshima, kwa kumshukuru kwa ajili ya mengi aliyokutendea katika kipindi hiki, katika wiki hii. Mungu aliyekubali, endelea kumwasimisha na kumtukuza Mungu kwa ajili ya wema na uaminifu wake. Mungu aliye hai. Wengine watu ambao hawajapata nafasi kuwepo mahali hapa siku ya leo, wapo wengine wako maskini siku ya leo, wapo wengine Bwana, yawezekana imani za kidini zimewatenganisha na familia zao. Inawezekana wengine Bwana wapo hapa na familia zao kwa sababu ya mambo kadha wa kadha yaliyokumba kwenye maisha yao. Lakini wewe ni Mungu umetupa kibali sisi. Wewe ni Mungu ambao umetupa neema na kibali kuwepo mahali hapa. Wapo ambao wamekuwa wamekutanika na familia zao, wapo wengine ambao Bwana furaha ya maisha yao imeondoka kwa ajili ya mambo kadha wa kadha. Lakini Mungu sisi umetupa neema kwa mahali hapa. Mungu aliye hai, tunakushukuru kwa ajili ya neema yako. Tunakushukuru kwa ajili ya kibali chako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sema asante Yesu kwa kunipa kibali. Asante Yesu na kwa siku ya leo uko pamoja na mimi. Asante Mungu aliye hai. Asante kwa ajili ya wema wako. Asante kwa ajili ya huruma zako. Chakwe Yesu makofi makubwa ya shangwe na kushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaamini kabisa mtu yeyote aliyeokoka, kuna mazingira ambayo Mungu anampitisha mtu mahali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Katika maisha ya mtu aliyeokoka ni muhimu sana kumwomba Mungu asikupitishe mahali ambapo panaweza pakakufanya wewe aidha usonge mbele au nyuma kihuduma. Ni muhimu sana kumwomba Mungu akusaidie kwenye maisha yako. Usipitishwe au usipite kwenye maeneo fulani ambayo yanaweza yakakufanya wewe ukakosa furaha kwenye maisha, yanaweza yakakufanya wewe umalize vibaya. Umeanza safari vizuri lakini ukamaliza vibaya. Kwa nini? Kwa sababu ya mahali ambapo unaweza kupitishwa. Kwa hiyo ni muhimu sana kumwomba Mungu akusaidie kwenye maisha, akuwezeshe. Maisha haya yanabebwa na vitu vingi. Bwana Yesu asifiwe. Nasema inawezekana kuna mwingine kama siku ya leo angetamani aidha awe na familia yake ndani ya kanisa. Mwingine angetamani awe na mmewe kanisani asubuhi ya leo. Mwingine angetamani awe na mke wake. Mwingine angetamani awe na familia yake na watoto wake wote kanisani. Kwa sababu ya mambo kadha wa kadha yaliyoko kwenye jamii yanaweza yakamfanya awepo mahali fulani, lakini